Sehemu ya pili ya kipindi cha Asubuhi Njema, ambapo sasa tunaangalia vichwa vya habari vilivyopaa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Tukianza na gazeti la Habari Leo, limebeba habari kubwa yanasema JK, sifa yangu ni kutekeleza ahadi. Anadi mafanikio ya utawala wake akizindua kivuko Mtwara. Asema ahadi nyingi za ilani ya CCM 2010 zimetekelezwa. Na habari nyingine anasema hatima ya wawania ubunge CCM wiki hii, na Lowassa awapoza CUF kuondoka kwa Lipumba. Katika gazeti la Jambo Leo, habari yake kubwa yanasema Kikwete atabiri neema Kusini. Mwigulu Nchemba ataja kikosi cha ushindi uchaguzi mkuu. Mbunge viti maalum aikimbia CUF. Madereva watangaza mgomo. Na katika gazeti la Nipashe lina habari kubwa yanasema Ikulu kweupe, uchaguzi mkuu 2015, viongozi wa Ukawa watamba wako imara, huku wakisema hawatapata tena fursa hii ya kuingoa CCM Oktoba 25. Mwenyekiti CCM Arusha atua Chadema. Mnyika Dr. Slaa kuzindua kampeni. Katika gazeti la Mtanzania, Lowassa ushindi 90%, CCM waibe 10. Asema kuna watu wanasambaza fedha kuhonga viongozi Ukawa hawahongeki. Na gazeti hilo na habari nyingine nasema vigogo CCM Arusha watimkia Chadema. Katika gazeti la Majira, Lowassa ushindi CCM 10%, adai 90% za Ukawa asubuhi na mapema leo kuitikisa daa akienda neki kuchukua fomu. Asema akiingia Ikulu kila mtu atajenga nyumba. Habari nyingine anasema Kimbisa akanusha uvumi wa kuondoka CCM, na vunjeni makundi yenu asema Magufuli. Rais Kikwete Arusha kombora kwa viongozi. Vigogo wa CCM Arusha wakimbilia Chadema, na madereva wajipanga kufanya mgomo. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Majira. Katika gazeti la Raia Tanzania, Lowassa ama zao ama zetu, adai wapinzani wakikosa nchi mwaka huu watasubiri kwa miaka 50. Dr. Chegeni atangaza kumgaya, aelekeza nguvu kwa Dr. Magufuli. Viongozi wa CCM Arusha wangatuka wamfuata Lowassa Chadema. Lipumba aibukia Kigali, adai Ukawa wamefanya uchaguzi kuwa wa CCMA dhidi ya CCMB. Padre Katoliki amtaka Lowassa. Katika gazeti la Uhuru, Kimbisa awalipua vigogo waliohama, aonya CCM bado imara, makada waache vitisho, makada Arusha wafurahi na Ngole kung'oka CCM, Nape atoa ruksa kwa makapi kuhamia upinzani, Magufuli niko kamili idara zote 6 waangusha. Borafya afunguka, amvaa Lowassa kupuuza ushauri, asema hakuna kama Dr. Magufuli. Gazeti la Tanzania Daima apagawisha, Lowassa atinga Buguruni apokewa na maelfu ya wanachama, Maalim Seif asema hawatarudi nyuma. Habari nyingine nasema CCM wazidi kuweweseka. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Tanzania Daima. Katika gazeti la Zanzibar Leo, JK ni aibu serikali kuomba maskini, na habari nyingine anasema watoto 11 wafanyiwa upasuaji miguu rungu, na PBZ haijasitisha utoaji mikopo, Balozi Seif awapa angalizo wa kulima. Katika gazeti la Daily News habari kubwa inasema usajili wapiga kura wa pita malengo, wawili wakabiliwa na mashtaka kutokana na kujiunganishia maji kiholela, na Rais Kikwete ataka ulipwaji wa fidia stahili ya ardhi. Katika gazeti la The Guardian, tutaondoa vipodozi vyote visivyo halali ni TFDA, na CUF yaunda kamati ya uangalizi, madereva waipa serikali siku 7, walaumu kamati iliyoundwa kushughulikia matatizo yao kwa kutoa ahadi hewa. Na sasa tuangalie habari za michezo, tukianza na gazeti la The Guardian. Lenyewe lina habari kubwa inayosema kocha wa Simba akerwa na utendaji wa mastrika. Mafunzo ya handball yamalizika Kibaha, na mcheza tennis wa Arusha kujiunga na kikosi cha Afrika Mashariki. Gazeti la Daily News katika upande wake wa michezo, uchezaji wa Simba wa mkera kocha. Azam sasa yajipanga kukabiliana na Yanga, Mazembe ya karibia nusu fainali ya CAF. Na katika gazeti la Zanzibar Leo, Arsenal yaanza na majanga, Newcastle Southampton hakuna mbabe, TP Mazembe kujichimbia daa, waamuzi waihamisha timu wilaya.
Gazeti la Tanzania Daima, Simba kuwavaa APR Jumamosi, Mwashiuya aua ndugu zake, hatma ya Devota TWFA leo. Katika gazeti la Uhuru, Kerr aanza kuchonga na Arsenal yaanza kwa kipigo ligi kuu Uingereza, Mourinho ambwatukia daktari. Katika gazeti la Raia Tanzania, msimu mpya Arsenal ile ile, TP Mazembe kuweka kambi Chamazi, wachezaji Yanga Azam FC wakacha kambi Stars. Katika gazeti la Majira, kocha Simba nitatumia mbinu mbadala, Azam yatua Zanzibar kuitafutia Yanga dawa, Mourinho awashambulia madaktari wa Chelsea. Gazeti la Mtanzania, Kerry awapa kazi Majabvi na Angban. Na habari nyingine nasema Pluim wageukia washambuliaji Yanga, Ngasa aanza vibaya, Samata ulimwengu wa peta, TP Mazembe yaifuata Azam da. Katika gazeti la Nipashe, Check ayua Arsenal, makosa mawili yaliyofanywa na kipa ya mfaidisha West Ham United kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. TP Mazembe kutua Jumatano kuivaa Azam. Katika gazeti la Jambo Leo, Yanga Azam zagomea mastaa wake Stars, Arsenal yapigwa Liverpool kicheko, TP Mazembe kutua kesho da. Gazeti la Habari Leo, Simba wamchefua kocha, Arsenal yaanza kwa kipigo, Kamusoko ahidi makubwa Yanga, ligi ya netiboli Unguja kuanza leo. Gazeti la michezo la Championi lina habari kubwa, anasema Mzimbabwe Simba atoboa siri za ngoma, afunguka mazito adai yeye sio wa kulinganishwa naye. Habari nyingine inasema Yanga hawashikiki Mbeya, Raska Musoko noma sana anapiga pasi bala, Pluim agomea usajili wa Mtogo Yanga Sports Club, Ngasa aanza vibaya South, Sherman kicheko. Gazeti la Championi katika ukurasa wake wa nyuma kuna habari nasema Mourinho awawakia madaktari wa Chelsea, Arsenal yapigwa England, Check achomesha, Benzema akaribia kuvunja rekodi Arsenal. Katika gazeti la Bingwa, TP Mazembe ya wafuata Busungu na Mwashiuya atupia mara 2 Yanga ikiua timu yake Mbeya. Habari nyingine nasema Simba yamrejesha Hamiskiza Uganda na Yanga haitaki utani kwa Azam, Van Gaal awataka Madrid wamvunjie benki De Gea. Gazeti hilo la Bingwa katika ukurasa wake wa nyuma habari kubwa inasema kichapo, Arsenal yapigwa 2-0, Liverpool wafanya yao, Wilshere sasa kukaa nje mwezi mmoja, Mayweather aanika minoti yake.